Mimi naitwa Korumba Lebabas, mwandishi msomi kutokea jijini Arusha, na huu ni mwendelezo wa taarifa ambayo tuliripoti kihusiana na kile ambacho kilikuwa kinaelezwa kwamba ni ufafanuzi wa Wizara ya Afya mara baada ya Bi Neema Kilugala kuilalamikia hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, akidai kwamba hospitali hiyo imembadilishia mtoto na kumpa mtoto ambaye alikuwa ni mgonjwa kisha akafariki wakati wa kujifungua, akidai kwamba mtoto wake alijifungua mzima lakini akapewa mtoto mgonjwa aliyefariki. Baada ya kupaza sauti kwenye vyombo vya habari, Wizara ya Afya ikatoa taarifa mnamo Aprili 2 na kueleza kwamba swala hilo linashughulikiwa, ikiwemo kumsimamisha alikuwa nesi katika siku husika analalamikiwa na Bi Neema, lakini pia kuchukua sampuli za kina mama wote ambao walijifungua katika siku husika ambayo ni siku ya tarehe 24 Machi 2025. Wamechukua sampuli hizo na kuzipeleka kwa mkemia mkuu wa serikali kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Sasa kwa siku ya leo, Jeshi la Polisi mkoa wa Arusha imepokea majibu ya sampuli za DNA ambazo zimetoka kwa mkemia mkuu wa serikali, ambapo inaelezwa kwamba 99.9% Bi Neema Kilugala pamoja na mtoto anayemkataa na kusema sio wa kwake ni mtoto wake, kutokana na vinasaba vya DNA ambavyo vimepimwa vinaonyesha mtoto huyo anayesema sio wa kwake amebadilishwa ni mtoto wake kwa sababu ya vinasaba hivyo vya sampuli zilizochukuliwa kufanana. Huku ikionyesha pia wazazi wengine ambao walijifungua siku hiyo na kupewa watoto, vinasaba vya DNA vimethibitisha kwamba 99.9% hao watoto ni wao. Majibu hayo yaliyokabidhiwa kwa Jeshi la Polisi na Jeshi la Polisi kuwakabidhi wazazi wote waliojifungua katika siku husika mbele ya wataalamu wa afya na madaktari, walifafanua kwa namna gani ambavyo vipimo hivyo vinachukuliwa na majibu yanavyosomeka, lakini upande wa walalamikaji ambao ni Bi Neema pamoja na mamake waliendelea kusisitiza kwamba hayo majibu hawayakubali, na wakaendelea kusema kwamba wanaamini kwamba mtoto wao amechukuliwa. Tuko na diwani wa kata Daraja Mbili, Mheshimiwa Msofe, ambaye alikuwa ni miongoni mwa mashahidi ama mashuhuda waliokuwepo katika ofisi za mpelelezi wa wilaya, ambaye aliwakabidhi majibu hayo, na yeye anaeleza hapa kwa njia ya simu kile kilichojiri ndani ya ofisi hizo za Jeshi la Polisi. Jambo. Mheshimiwa Diwani, ulikuwepo kwenye kupokea majibu ya huyo Neema aliyekuwa analalamikia mtoto wake hapo Mount Meru kama mwananchi wako? Ndio nilikuwepo. Majibu yamekuaje? Majibu yeye anasema yule mtoto ambaye amefariki na ambaye alikuwa na kilo chache ndio mtoto wa mwananchi wangu ambaye ni Neema. Na majibu hayo yameletwa na nani? Yameletwa, tumesomewa na OCCID wa Central Bwana Maita, lakini ametoka Dar es Salaam na alimtuma askari yake Dar es Salaam kwenda kuyafuata. Ya. Na wakati mnasoma walikuwa pamoja na hao wananchi? Nilikuwa na wananchi wote na mama mwenye mtoto na bibi yake na viongozi wengine wa kata. Tumepokea kwa pamoja. Na wameyakubali sasa au wameendelea kuwa na mashaka yao? Hapana, hawajakubali. Kwa kweli inakuwa ngumu kulipokea hilo kwao. Wanasema mtoto wao amebadilishwa, na kwamba kama mtoto ni wa kwao, kwa nini alivyozaliwa mara ya kwanza aliletewa mwingine, na huyo mtoto aliyoletewa aliletwa baadaye baada ya kudai kwamba amebadilishwa kanga, lakini vile vile mtoto aliyechukuliwa kanga alikuwa ananyonyeshwa na mzazi mwingine. Kwa hiyo kwa nini kama ni mtoto wake ampelekwe mzazi mwingine amnyonyeshe, na kwa nini abadilishwe kanga? Lakini pia kwa nini watoto wakuwa na majina, wamezaliwa watu watatu wote hawajabadilishwa majina? Kwa sababu wanataka mtoto abadilishwe majina. Kwa nini wale wakubadilishwa watu watatu wanaamini kwamba labda walikuwa na njama fulani inayoendelea? Kwa namna ambavyo wataalamu wamewaeleza hivyo vipimo, wameshindwa kuwashawishi kwamba ni mtoto wao aliyefariki? Wamewashawishi, wamejitahidi sana kujieleza, maana tulikuwa jopo la watu zaidi ya 40 karibu. Watu wengi sana, tulikuwa na DMO, tulikuwa na RMO, kwa kitengo cha watoto pale, madaktari wakuu bingwa wawili walikuwepo, msimamizi wa Mount Meru hospitali alikuwepo. Sio, tulikuwa na watu wengi, wana sheria, chama cha manesi Tanzania, rais wao alikuwepo. Sio, tulikuwa na watu kama 40 hivi. Na upande wa mzazi huyu mtoto watoto wote watatu walikuja na wao na ndugu zao. Kwa hiyo tumefanya kikao kirefu cha zaidi ya masaa mawili,
lakini maelezo ya kitaalamu yanasema hivyo, na mimi kimsingi siwezi bishana na data na utaalamu huo. Lakini wao wana wasiwasi kwa sababu ya mazingira tangu mwanzo, lakini pia wana wasiwasi kwamba mtoto walilipia, walienda kuwapangiwa waende wakalipie, wakawa hawana fedha, wakaenda kukopa fedha ya kulipia kujifungua kwake, wakalipa Ijumaa, hawakuhudumiwa Ijumaa, hudumiwa Jumamosi, hakuhudumiwa Jumapili, wakaja kuhudumiwa Jumatatu baadaye. Wanauliza why, na kwa nini inawezekana kama mtoto hata alikuwa ni wao, basi hayo mazingira ya Hildal ndio imefanya mtoto huyo akafa na nini. Kwa hiyo kuna vitu vingi viko ndani yake. Kwa hiyo kwenye hizo asilimia za mtoto aliyefariki na mama analalamika kupotelewa na mtoto, inaelezwa ni asilimia ngapi kwamba ni mtoto wake? 99.99. Asilimia 99. 0.99 ya. Na wale wengine pia waliopimwa watoto wao inasomeka 99.99 wote. Kwa hiyo sasa tunabakia na nini, kwamba wananchi wako ni wakubwa kuelewa au sayansi siaminike? Ya, nimeomba muda wa kutoa majibu kwa sababu hata polisi waliniuliza, nikamwambia sasa lazima turudi nyumbani kama familia tukae, kwa sababu so far huyo mwili wa mtoto huyu huko mochwari. Na wao hawajamkubali. Kwa hiyo atakuwa tukazungumze na tuone wanasheria pia tuone way forward ni nini. Kwa hiyo baada ya muda nadhani wakishapumzika leo, nadhani by kesho mpaka mchana tutakuwa nafasi ya kutoa majibu. Na ikiwa vipimo vinaonyesha wale wakina mama wengine waliojifungua siku husika watoto ndo hao na mtoto aliyepewa huyo dada naye ni mtoto ni huyo, unahisi kuna nafasi ya kisheria kuendelea kulalamika ikiwa ushahidi utakaopelekwa mahakamani ni huu wa kisayansi unaonyesha vinasaba vya DNA kwamba mtoto hakubadilishwa? Mimi si mwanasheria, kwa hiyo kusema sheria, lakini niseme wanaweza kuzungumza zaidi, kwa sababu hayo mazingira ya uzembe uliofanyika pale kwenye kituo ndio kusababishia mambo hayo yote. Kwa hiyo ule uzembe pia ni lazima ufanyiwe kazi, hata kama si kwa faida ya hawa, yani kwa faida ya wajao pia, kwa sababu mimi ni kiongozi natakiwa kuangalia kwa wote. Kwa hiyo usumbufu wa siku 3, mzazi si unajua mzazi wanatibiwa bure, wafungua bure, wamelipishwa, wabadilishiwa kanga, mtoto amepelekwa mama mwingine kapewa mwingine, watu wa kuandikwa majina. Kwa hiyo hizo zote itakuwa tutafutie suluhisho na mama huyo hawezi kuridhika. Na kama ana wasiwasi bado anaruhusiwa kufanya DNA mara ya pili, tutazungumza nao tuone which is which. Lakini mheshimiwa diwani, katika hayo mashaka tumekuwa tunausikia upande mmoja tu ambao ni wa huyu mama na mtoto wake wakiwa wanalalamika. Nyinyi kama viongozi wa serikali mmejaribu kuketi na hospitali na wanakiri kuna hayo madhaifu yanayoelezwa, ama ni maneno ya kutengenezwa? Kwa maelezo ya serikali ni kwamba tayari na barua ishatoka kutoka wizarani, hatua ishachukuliwa. Yule mkunga alihusika ameshasimamishwa na uchunguzi unaendelea wa kitaalamu zaidi. Kwa hiyo naamini serikali inachukua hatua kwa haraka mno, na uliona kama ilivyotokea na hatua zilizochukuliwa ni za haraka, na serikali inafanya kazi ya uchunguzi ili kukomesha jambo hili lisirudie kwa mtu mwingine tena. Lakini katika hali ya picha ya haraka kuna uzembe ambao nadhani ushachukuliwa hatua hivi tunavyoongea. Kwa hiyo sasa tunaamini kwamba kuna hatua zimechukuliwa kutokana na uzembe. Kuna haja, kuna kipi ambacho kinapaswa kufuatwa sasa au kufata baada ya haya majibu? Kesi iwe closed au walalamikaji wana haki ya kuendelea kulalamika ikiwa majibu ya mwisho ya serikali yanaonyesha kwamba uzembe wote uliofanyika haukupelekea mtoto kubadilishwa? Unaweza kuwa ni uzembe katika mazingira mengine, lakini kila mtu alibakia kuwa na mtoto wake. Kama nilivyosema mwanzo, hatuwezi bishana na vipimo. Yaani vipimo wewe huwezi kupishana navyo. Ukweli wa vipimo utabaki kuwa ni ukweli. So kazi yangu kubwa nilio nayo kama kiongozi ni kuhakikisha na washawishi waelewe kwamba kwa upande wa mtoto, kuokoa mtoto hakupo tena, kwamba vipimo vimesema mtoto alikuwa wa kwetu, na iwapendeze kwamba tuende tumchukue mtoto yule tukamhifadhi, alafu tuendelee kuomba Mungu. Na watu wenye dini naamini watanielewa, ili kama kuna uzema mwingine ushughulikiwe kwa njia nyingine, lakini sio njia kwamba mtoto sio kwao. Mheshimiwa Diwani, nikiwa namalizana na wewe, katika yale maelezo mliopewa kitaalamu ya kidaktari kisayansi, naondoaje mashaka kwamba vipimo hivyo ni vipimo ambavyo havina mashaka au havijatengenezwa tu, ni vipimo ambavyo kwa namna mlivyoelezwa mnaamini kabisa majibu ni sahihi? Wasiwasi wa mama tangu mwanzo anasema mimi nimechukulia vipimo kivyangu kwa wakati wangu na wale wengine wamechukuliwa kwa wakati wao. So nitakuwa na wakati gani kwamba vipimo vya mtoto niliokuwa nadhani wa kwangu ndio hivyo vilivyochukuliwa? Ilikuwa ni swala la msingi la mwanzo la mama. Lakini wakati wa kupokea maelezo tulipata taarifa kutoka kwa mtaalamu wetu wa maendeleo ya jamii.
ambaye ndio msimamizi wa maendeleo ya jamii pale kwenye hospitali ya Mount Meru. Na mimi binafsi namfahamu kwa sababu nimekuwa diwani kwa muda. Namfahamu ni mtu kijana mwaminifu. Amenihakikishia kwamba alikuwepo wakati vipimo vyote vikichukuliwa na anahakika kwamba specifications zilizopelekwa kule ndizo za watoto waliohusika. Kwa hiyo doubt ile kwangu iliondoka. So kazi yangu ni kumweleza mama naye aelewe kwamba science haibishani, haitumii nguvu. Unahisi kunahitajika tiba ya kisaikolojia hasa kwa mama mzazi wa huyo mama aliyejifungua, kwa sababu ukiangalia na mimi hata reaction zilikuwa tofauti. Reaction ya mama mzazi ilikuwaje na ya bibi wa mjukuu ilikuwaje? Na nataka nikuambie la msingi ni hilo. Yaani lazima anatakiwa counseling ya kutosha. Hivi ninavyoongea na wewe mimi niko nao, ni baada ya kutoa polisi wapeleka sehemu wapate chakula, lakini wameshindwa kula. Wameshindwa kula wote kabisa na bado wanalia machozi mengi. So kazi ilikuwa ya kwanza ni kuwafanyia counseling. Ni kitu cha kwanza hicho. Na ndio maana nisema hawezi kuamua jibu la moja kwa moja sasa hivi kwa hali zao. So watakapotulia wakafanywa counseling, tukawa matumaini na wakamwamini Mungu, tukawakumbusha vifungu vya Mungu, nadhani watatulia na baadaye wachukua maamuzi na hata kuweza kuchukua ule mwili wa mtoto ambaye uko mochwari hata sasa. Nikushukuru sana Mheshimiwa Diwani Msofe. Asante sana. Nashukuru sana mpendwa wangu. Asante sana. Kwa mujibu wa sheria za ushahidi, mkemia mkuu wa serikali ndiye mtu pekee mwenye uwezo wa kuthibitisha mashaka ya kesi ya namna hii inayohusiana na vinasaba vya upimaji wa DNA, na majibu yake huwa ni majibu yanayoheshimika katika ngazi zote za mahakama na vyombo vya kisheria na vya kimaamuzi. Ikiwa kulikuwa hakuna mashaka yoyote katika hatua za ukusanyaji wa sampuli, uhifadhiji, upimaji na utoaji wa taarifa. Unaweza kujiuliza hili jambo limetokeaje? Nimejaribu kuzungumza na wataalamu wa saikolojia. Wanasema huenda Bi Neema pamoja na mama yake walipata mshituko uliofanya washindwe kupokea taarifa ya kifo cha mtoto wao. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, you are out of body. Utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774781537. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.